Wapo ndugu zetu hawana pa kulala, wapo ndugu zetu hawajui saa inayotokea watakuwa wapi. Taghayyaratul alam, ulimwengu umebadilika. Na sisi kama Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wattaqu fitna, iogopeni fitna, la tusibanna, isije ikawasibu fitna ambayo inawasibu wale waliodhulumu kadhania kwamba itawasibu wale waliodhulumu. La, fitna yoyote ikitokea katika ulimwengu, ogopa kuingia ndani ya fitna, kwa sababu fitna inamuathiri aliyenayo na fitna inamuathiri ambaye hata hahusiki na fitna hiyo. Tunaomba na serikali zetu na watu wote wanaohusika duniani, huu ni wito tunaotoa katika siku ya Idi. Waislamu, msherekee mambo haya yanayoendelea, na wala msijigawane kuwa ni wakundi fulani. Wala unasikia watu wanasema mimi naunga mkono Irani, wengine wanasema mimi naunga mkono Marekani. Huu ni uovu kama uovu mwingine. Maudhui ya hotuba ya leo kwa kweli na waunganisha Waislamu wote dunia nzima, kwamba katika mazingira tunayokabiliana nayo sasa hivi, wenzetu wanakosa amani, wenzetu ambao wamekabiliwa na vita sasa hivi hawana muda wa kusali, hawana muda wa kufunga, kama wamefunga hawana muda wa kufuturu, hawajui watalala wapi, hawajui watashinda wapi. Kwa kweli wametawanyika kwa kila namna katika kupoteza haki zao za msingi za kibinadamu kutokana na vurugu zinazotokeza katika nchi zao. Kiongozi wetu ametuasa kwa kweli tuendelee kuilinda amani kwa namna yoyote. Ametuasa tuendelee kulinda amani, kila mtu kwa nafasi yake, sio kusubiri makundi. Unapokuwa peke yako, ukiwa na watu wawili watatu ukaona wanavishia vya kuvunja amani, basi unawanasi ili waweze kulinda amani katika nchi yetu. Na shekhe ametuambia kwamba kulinda amani sehemu ya ibada. Kwetu sisi Waislamu sehemu ya ibada. Lazima tuisaidie serikali iliyoko madarakani kuongoza nchi hii katika amani na katika hali ya amani na utulivu. Mwezi wa mtukufu wa Ramadhani unatufundisha nini? Unatufundisha tufikie lengo la kumcha Mwenyezi Mungu pamoja na mambo mengine ambayo yanaambatana katika hilo. Swala la kulinda amani ni swala pana, ni swala linalohusiana na elimu. Mfano kama kipindi kilichopita, uchaguzi uliopita, tumeona vijana wengi wameenda kufanya fujo za aina mbalimbali. Kwa hiyo amani hii lazima tuienzi, lakini lazima tuangalie tunatakiwa kujenga misingi wapi ya kuilinda amani. Si sahihi kwamba mtu anaenda kujifunza uzalendo pale ambapo ameweza form 4 anaenda katika masomo ya JKT. Mimi hilo silioni. Ina maana kwamba tunatakiwa tumjenge huyu mtoto ambaye ni kuanzia miaka 0 mpaka miaka 14 huko mashuleni, waweze kufundishwa uzalendo na kupenda mambo yao na kuipenda nchi yao. Watambue kwamba nchi yao ndiyo yenye majawabu ya maisha yao leo na kesho. Naomba Waislamu wote nchini kwa ujumla, matendo yote mazuri ambayo tulikuwa tukiyafanya siku zote za Ramadhani, tuendeleze yale tuyafanye, na tujitahidi sana kuhimiza na kutunza amani katika nchi yetu. Niwaombe ndugu zangu katika imani, namna tulivyodumisha amani katika mwezi wa Ramadhani, namna nchi yetu ilivyodumisha amani katika mwezi huu wa Ramadhani, tuendelee kutunza amani hii na kulingania amani hii, kwani yakisha chafuka hali tunayoyaona kule, sisi hayawezi kutuacha salama. Na siku zote usifurahie kuona ndugu yako anapata matatizo, furahia kuona ndugu yako anatoka kwenye matatizo na kuwa ni mhanga kutengeneza changamoto ya kumnusuru ndugu yako aliyekuwa kwenye matatizo. Mwisho kabisa, tunamwombea Allah subhanahu wa ta'ala, rais wa nchi yetu, Allah ampe busara, ampe hikma, ampe watu washauri waliokuwa wazuri, ili aweze kuongoza gurudumu hili, na Allah ajalie kupitia uadilifu atakaomjalia amani katika nchi yetu endelee kutamalaki, ili tuweze kukutana tena tunavyokutana hivi, tukiswali tukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala.